Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia, na tumeifikia sura ya pili katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya pili kuanzia mstari wa 37. Anasema walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Amen. Pendwa, naona ukifurahia sana kipindi hiki, nami ni furaha yangu kuona ukifurahia sana kipindi hiki tunachojifunza cha mkate wa leo. Natamani sana kila mara ni kuona ukifurahia kipindi hiki, kwa kuwa kipindi hiki ni cha kutubariki na kutubadilisha. Kinatubariki lakini pia kinatubadilisha. Sio kutubadilisha sura zetu, lakini kinatubadilisha tabia, kinatubadilisha kutoka kutokufahamu baadhi ya mambo na kuyafahamu, kutoka kutokujua na kuwa najua, kutoka katika kupiga hatua sasa napiga hatua ya kiroho. Hii ndio furaha yangu, kuona ukifurahia na kupiga hatua kiroho na kiufahamu. Hapa tumekuta ahadi nyingine ambayo ni njema sana, nayo ni hii, mpate ondoleo la dhambi zenu. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Anaposema mpate ondoleo la dhambi zenu, hapa alianza kwa kusema tubuni mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi. Alikuwa akiwaambia kina nani? Petro alipokuwa akihubiri siku ya Pentekoste, watu waliamini. Biblia inasema walikuwa wengi sana, na kwa mahubiri yake watu 3,000 siku ile walibatizwa. Lakini jambo muhimu hapa anasema walipoyasikia mahubiri ya Petro wakachoma mioyo yao. Wakachoma mioyo yao. Kuchoma mioyo yao maana yake kujutia dhambi zao. Walijutia nini? Kwa nini mpaka leo bado hatujamfuata Yesu Kristo? Kwa hiyo wakajutia. Wakamwambia Petro na wenzake, tufanyaje basi? Tufanyeje sasa? Tumeshaelewa, sasa tufanye nini? Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina lake Bwana wetu Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Akaongeza neno fulani jingine akasema, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ahadi hii ni kwa ajili yenu ipi? Tubuni mkabatizwe mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu. Hivyo basi anaposema ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, maana yake anawaambia hili litakalofanywa kwenu litaenda kwa watoto wenu na kwa watu wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Hii ni ahadi ya aina yake kabisa. Ipi? Kupata ondoleo la dhambi. Kuondolewa dhambi. Kuondolewa dhambi. Rafiki yangu, yawezekana hujaondolewa dhambi. Dhambi inaondolewaje? Anasema tubuni mkabatizwe mpate ondoleo la dhambi.
Kwa hiyo ubatizo ni ondoleo la dhambi. Ubatizo ni ondoleo la dhambi. Tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu mpate ondoleo la dhambi. Rafiki yangu, ahadi hii ni ya kweli kwamba ukibatizwa ondoleo la dhambi linafanywa saa hiyo hiyo, wakati huo huo. Kwa kifupi, maana yake ni kwamba ukibatizwa, Yesu anasema ukibatizwa unafutiwa dhambi yako ambayo ungekupeleka jehanamu saa hiyo hiyo. Saa hiyo hiyo dhambi ya kupeleka jehanamu inaondolewa hapo hapo. Kitendo gani? Cha kubatizwa kwako. Yawezekana naongea na mtu ambaye hajabatizwa bado. Tafadhali chukua hatua. Tubu maana yake geuka haraka. Badili mtazamo wako. Kutokumwamini Yesu kwako ni hatari. Lakini ukichukua hatua ya kumwamini Yesu Kristo na kuendea ubatizo, rafiki yangu, dhambi yako inafutwa, unakuwa wa ufalme wa Mungu. Wewe na familia yako, kama una watoto, wewe na watoto wako na watu wengine wote wanaoitwa na Mungu wamjie, wanapata ahadi hii. Ahadi gani? Anasema tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ukishabatizwa tu, Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, anakufanya kuwa wake, anakutakasa na dhambi, anakutenga mbali na dhambi, anakufanya kuwa wa ufalme wa mbinguni, anakufanya kuwa wa mbinguni bado uko duniani. Ni raha iliyoje rafiki yangu. Mungu akubariki. Yawezekana hujaelewa ninachosema, lakini kama umeelewa ninachosema, rafiki yangu, chukua hatua haraka. Mungu akubariki wewe ambaye umeshaondolewa dhambi siku nyingi baada ya ubatizo wako. Endelea kuishi kwa furaha, endelea kumtumikia Mungu kwa furaha, endelea kuushangilia huu ufalme wa Mungu. Endelea kutangaza kwa furaha. Nami niko hapa kuhakikishia kwamba wewe ni wa mbinguni. Mungu ameshakusamehe, ameshaondoa dhambi yako. Endelea kufurahia. Na wewe ambaye bado, tafadhali chukua hatua haraka, uje kwa Yesu. Yesu anakusubiri kwa furaha sana. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho. Asante kwa kufuatana nami. Asanteni kwa wale ambao wameendelea kusubscribe kwenye akaunti yangu, kulike na comment. Mungu awabariki sana. Na wewe ambaye bado, karibu sana na kukaribisha. Ni furaha yangu kuona na wewe ukisubscribe kwenye akaunti yangu, kulike, comment. Mimi niko pamoja na wewe, tutaendelea kusaidiana na kutiana moyo. Akubariki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.